nakwenda Suma, kama mimi narudi nakuta wewe kushachemsha matoto, kushaosha viazi. Mimi nakuuliza sasa hii mama yangu, nikisema mimi nilikuwa town ni wakati gani? Wakati uliopita. Mimi nitakwenda town ni wakati gani? Amani iko juu yangu, Yesu anasema. Siku niliyozaliwa, siku aliyozaliwa Yesu, na siku aliyozaliwa Yesu, amani, alizaliwa kwa amani. Na siku chague vitu viwili tofauti. Soma andiko. Mwalimu, ndio unauliza kidheri, unaambiwa kokoto pia ni kidheri, na utashangaa sana kokoto zenyewe zikawekwa na mawe. Twende. Inasema Habakuki ndio 2 mstari wake ni 20. Twende. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu sana duniani yote. Ndio. Na inyamaze kimya mbele zake. Mpe. Maana yake nini hiyo? Hekalu ya Mungu sasa ni wapi? Kwa hiyo hekalu ndio mahali alipopachagua Mungu. Nataka tuelewane. Hapo umetoa juu ya hekalu. Sisi Waislamu hatuna shida na hekalu. Kabisa. Tunaliheshimu hekalu. Kabisa. Tunaliheshimu sana hekalu. Lakini mahali alipopachagua Mungu ni hekaluni. Si Mungu anasema katika hekalu mahali. Sasa kama tumekusanyika mahali moja, tumekusanyika hapo kwa ajili ya kufanya nini? Ndio. Hapo sijui sasa mnafanya nini? Kwa ajili ya kuomba. Hebu mpe hiyo 11:1. Kitabu cha Ufunuo Yohana. Ufunuo Yohana 11:1. Hekalu inasema kama ilivyoandikwa mwalimu. Twende. Ufunuo Yohana 11:1 mstari wake wa kwanza. Inasemaje? Inasema nikapewa mwanzi kama fimbo. Rudia tena. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja hapo akaniambia nini? Inuka, twende ukalipime hekalu la Mungu. Mpe. Sisi hatuna shida na hekalu. Mmoja akaambiwa inuke akalipime hekalu la nani? La Mungu. Sisi hatuna shida. Hekalu ni nyumba ya Mungu. Endelee kusoma. Twende. Ile inasema mwalimu. Ndio. Maiki imeanza kuwaka moto sasa. Sana. Inuka ukalipime hekalu la Mungu. Twende. Na madhabahu. Ndio. Na hao wasujuduo humo. Mpe maiki. Naye mwalimu. Kwa hekalu watu wanafanya kitendo gani? Sujudu. Sisi hatuna shida na hiyo. Mahali alipopachagua Bwana Mungu wenu. Umesahau kuna mahali hadi nasema msujudeni Mungu na kumtukuza. Sio, ziko nyingi sana. Ziko nyingi sana. Ziko nyingi. Lakini kuna mahali hiyo kumtukuza mnatopanga. Kuna kitu unataka kupoteza hapa. Mahali alipopachagua Bwana Mungu. Akaliweka jina lake. Nyinyi mnatakiwa mwelekeze nyuso zenu huko. Ndio maana mimi nakwambia ni wapi? Umesema mzee alipeleka kuja kusaidia, wanaendaka wapi? Ndio makambi ndio mahali alipopachagua Mungu. Mahali sasa wazee ama au pasta watakapochagua, hiyo mahali ndio sasa nyie ndio mnaenda huko. Tunaenda huko. Na nyie mnaelekeza nyuso zenu huko. Sasa tusaidia alichagua wapi? Sisi sijui. Mimi nakuuliza wewe unajua? Biblia iko hapa. Iko hapo, itoe jibu. Mimi nimekueleza kulingana mjibu wangu. Mimi nimejibu mara ya kwanza na hii ni ya pili. Kwamba sifanyeje? Sijui. Wewe unapajua? Mimi naendanga makambi. Hapo ndio mahali tumechaguliwa. Hapo mahali Mungu amepachagua ni makambi. Inna lillahi. Ndio nikarudia kusema, huko porini wanakokwenda hawa hata choo hakuna. Yaani Mungu achague mahali hata pa kujisaidia hamna. Umeenda huko. Hebu mpe kwanza maiki ndugu yangu. Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hapa mahali hakuna Mkristo anapajua. Kweli. Na kama kuna mtu anapajua tueleze alienda lini. Atende mkono juu. Na kama alienda kufanya nini? Ibada gani wanaenda kufanya huko? Mwezi gani? Kwa mujibu wa Biblia. Kaka, wale wenye kora nyeupe hapo mahali hata wao hawajui. Papa. Haiwezi kuwa wale wenye kola nyeupe wametumia muda wao mwingi kusoma wakose kujua, alafu ujue mtu wa bodaboda Maaskofu. Hiyo ni ajabu. Hebu tusaidie jambo. Mimi nimesema sijui, wewe umesema ni mpe tena.
Mimi naenda makambi. Makambi. Yeah. Sasa toa andiko, Mungu amechagua makambi. Si hiyo tu ulikuwa unasoma. Mimi nimetoa andiko. Toro, endelea kusoma hapo tu. Iendelee mpaka wapi? Mwalimu ni moto. Haya, anafanya research. Waislamu mkono juu. Wewe unafikiri mchezo? Waislamu sisi hatubahatishi bana. Waislamu peke yetu mkono juu. Waislamu naona kabinda. Huyu kaka huyu naomba nimsalimie huyu. Huyo jirani yako huyo, naona ni mtu mwenye heshima zake. Njoo kakaangu salimie. Wewe mtu kama siani. Hebu nikuulize jambo kakaangu. Dogo tu. Hebu 13. Nianze na Qur'ani sura ya 5 aya ya 6. 5:6 Qur'ani. Hiyo 5:6. Hiyo homework yako utaenda ufanyie nyumbani. 5:6 Qur'ani. Inasema enyi mliamini. Safi. Baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Twende. Inasema kama ilivyoandikwa mwalimu, enyi mliamini, ndio mnaposimama ili mkasali, safi, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu, ndio mpaka vifundoni. Twende. Na mpake vichwa vyenu, mpake vichwa vyenu, ndio, na osheni miguu yenu mpaka vifundoni. Usiendelee. Mohamed akapa ni yes, ndio amekuminya hapo. Akwambia uko chini usiende. Hebu mpe huyo kaka kwanza. Kaka upo? Nipo. Kimwili ama kiroho? Kiroho. Yeah. Aya ya Qur'ani umesikia? Si unaona tena? Hebu funga kidogo ya Biblia. Hiyo utaenda kufanyia nyumbani. Hilo andiko mimi nakuambia 12:5. Wewe hujawahi kulisikia maisha yako. Umekuja katika madrasa ya Nabii Muhammad. Ndio umekuja kupata vitu. Hivyo huwezi pata kanisani. Nani akufundisha hilo? Hebu rudia tena aya ya Qur'ani. Inasema mwalimu, twende. Enyi mliamini, mnaposimama ili mkasali, safi, basi ndio osheni nyuso zenu, safi, na mikono yenu, safi, mpaka vifundoni, ndio, na mpakeni vichwa vyenu, na osheni nini miguu yenu, ndio, mpaka vifundoni. Nimesema zuia hapo hapo. Mpe kaka, umesikia aya ya Qur'ani? Muoshe nyuso. Sisi tunaambiwa Waislamu tuoshe nini? Nyuso. Ndio. Yaani hiyo kusoma yote umesikia nyuso peke yake. Nasikia. Nini tena? Si unaona tena? Ametoka Meru. Na saa nyingine naye akiwa barabarani alikuwa akifanya mambo kidogo. Hebu mpe tena arudie mara ya 3 na ya mwisho. Brother. Ametoka Meru. Wewe unafikiri unatoka Meru hivi? Na pikipiki mpaka hapa. Lazima kidogo. Mwalimu, kuna bigiji pamoja na nini utaongeza. Soma sasa. Mwalimu, ndio. Unajua ni kwenda kusikia. Kanisani baba katika maiki. Sauti imeacha chini. Sasa naye atatumalizia juu kidogo. Atatumalizia vipi? Twende sasa. Inasema mwalimu, ndio. Enyi mliamini. Mpe kwanza. Wakina nani wanaambiwa hapa? Nini Waislamu? Waislamu takbir. Wewe unafikiri mtu atoke Meru aje kuisikia aya inayosema ya ayyuhalladhina amanu, ataje moja kwa moja kwamba sisi hapo hatuhusiki. Hii ni yenu nyinyi Waislamu. Waislamu takbir. Kwa kulijua hilo kwanza na kupongeza. Na kama kuna siku ulikuwa makini katika maisha yako, leo ndio uko makini zaidi. Yaani aya inaposema ya ayyuhalladhina amanu, unasema hii ni yenu. Kweli kabisa, hilo nzuri. Asante sana. Twende sasa. Kwa mujibu wa Qur'ani. Mungu akuongoze. Inasemaje? Inasema ndio. Enyi mliamini, safi, mnaposimama ili mkasali, mkitaka kutekeleza kitendo cha sala, basi ndio osheni nyuso zenu. Kwanza tunaanzia nyuso. Uso kwanza unapata maji. Hata wewe ulipotoka Meru, baada ya kuna uso ukajipaka mafuta, ukachukua kioo ukaangalia uso kwanza. Hujaangalia viatu. Uso kwanza ndio unaanza, kwa sababu uso ni kiungo muhimu. Mama watoto uko na, hebu mpe kwanza. Uko na mama watoto nyumbani? Uko na mke? Wewe wakati umempenda ulianza kuangalia nini? Kitu kilichokuvutia sasa siku ile. Mimi kwanza nimwangalie usoni. Na wewe usoni. Ndio maana Waislamu tunaambiwa tufanyeje?
Si unaona bwana? Uso ni kiungo muhimu. Mpe sasa huyo. Twende. Enyi mliamini, mnaposimama ndio ili mkasali, twende. Osheni nyuso zenu. Tumeanza na uso na mikono yenu, kisha na mikono mpaka vifundoni, mpaka juu ya hiyo vifundo vya mikono. Ile nasema ndio, na mpake vichwa vyenu maji. Osheni ndio miguu yenu, ndio mpaka vifundoni. Hebu mtu nione kama ameelewa. Umesikia Qur'ani hiyo? Mikono kwanza, uso, mikono, fundo, miguu na kupaka kichwa maji. Kwa hiyo kumbe Waislamu wanapotaka kuingia katika ibada ya sala, kuna kitendo wanakifanya, sio? Kinaitwa kutawadha, si kweli? Tunafanya. Sasa tumuulize huyo mwenye kitabu hicho chenye kava jeusi 13:5, kitabu cha Yohana 13:5. Kisha tukiangalia kitabu chenye kava jeusi kina mambo gani kinataka kutueleza? Twende. Kisha Yesu akatia maji, ndio, katika bakuli. Hebu mpe kwanza kaka. Tunaona kuna maji yanatumika hapo, sio? Yanawekwa katika nini? Bakuli. Asante sana. Uko makini leo. Twende. Yaani uko makini kwa kweli. Twende. Akaanza ndio kuwatawadha wanafunzi wake miguu. Twende. Na kuifuta kwa kile kitambaa alichokuwa amejifunga. Endelea. Hivyo iwaja kwa Simioni Petro. Ndio. Huyo akamwambia Bwana. Naam. Akamwambia ndio. Akamwambia Bwana, ndio, wewe hutanitawadha miguu mimi? Ndio. Yes. Yesu akajibu akamwambia, nini nifanyalo wewe? Ninachotaka kukitenda wewe. Mwalimu anasema ndio. Hapo hicho kitu si mchezo. Yesu akajibu akamwambia, twende, nifanyalo wewe hujui sasa sana, lakini utalifahamu baadaye. Ninachotaka kukifanyia wewe hutokijua faida yake sasa, lakini baada ya kukutendea kitendo hicho faida yake utaijua baadaye. Endelea. Ile nasema twende. Simioni Petro akamwambia, nini? Wewe Yesu hutanitawadha miguu kamwe. Huwezi kushika miguu yangu ukaifanyia kitendo cha kutawadha kamwe. Endelea. Yesu ndio akamwambia. Yesu anamjibu Simioni akamwambiaje? Kama nisipokutawadha, ikiwa sitokutendea kitendo cha kutawadha, huna shirika nami. Hebu mpe kaka nimuone kama tuko makini. Kaka, kuna mtu hapo alikuwa mkaidi, Simioni Petro. Anakataa mafundisho ya nani? Ya Yesu. Baada ya kukataa mafundisho ya Yesu, Yesu akaweka sura ya kazi, sio? Akamwambiaje? Kama sitakutawadha, huko pamoja nami. Haijaandikwa, haijaandikwa hivyo. Inasema kama nisipokutawadha huna shirika nami. Kwa hiyo ukiliona jitu lolote linatembea barabarani halitawadhi, ngoja kwanza, hiyo sio mimi, lawama usimpeleke mimi. Huyo mtu huyo swali hapo sasa. Nasema hivi, kama mtu hatawadhi, kama wewe Muislamu unafanyanga hivyo sasa. Ngoja tumalize upande wetu. Kama mtu kumbe hatawadhi, hana shirika na nani? Yesu. Wewe unatawadha? Kabisa. Unatawadha nini wewe? Sasa unaniuliza natawadha ni mtume. Wewe ni Muislamu, mimi ni Mkristo. Ndio. Nilitawadha juzi. Ulitawadha juzi. Kwa hiyo kuanzia juzi hujatawadha tena. Ukioga, sikiza mwalimu nikwambie. Hebu ngoja kwanza. Sikiza kwanza. Haya. Unajua umesoma haja, lakini ujieleze alikuwa na nini ilikuwa hapo. Ilikuwa wakati wa Pasaka. Ilikuwa wakati wa Pasaka. Ndio watu wanatawadha. Bali unafikiri ilikuwa wakati. Kwa hiyo nyinyi hutawadha wakati wa Pasaka? Ndio hiyo. Kabla ya Pasaka na ikisha Pasaka. Alafu kama mnaendanga hivyo mnatawadhana ama hebu mpe sasa huyo maiki. Asome andiko tumalize.
Arudia tena haraka nimalize. Shaka yuko. Mwalimu, nianze mwanzo ama niendelee? Twende mwanzo alafu endelea. Nianze mwanzo. Twende. Kisha Yesu ndio kisha katia maji katika bakuli. Twende. Akaanza kuwatawadha wanafunzi wake miguu sana na kuwafuta kwa kile kitambaa. Sio kuwafuta, kuifuta. Kisha ndio kile kitambaa alichokuwa amejifunga sana hivyo yuaja wasinione Petro. Safi. Yeye ndio huyo akamwambia nini? Bwana, ndio wewe hutanitawadha miguu mimi. Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui. Ndio hujui sasa, lakini ndio utalifahamu baadaye. Maliza. Inasema ndio Petro akamwambia tena, ndio wewe hutanitawadha miguu kamwe. Twende. Yesu Yesu akamwambia Petro, kama ikiwa nisipokutawadha, kama sitokutendea kitendo cha kutawadha, huna shirika nami. Mpe anayo. Umesikia maneno ya Yesu? Nimesikia. Hapo kwa kumwambia Petro, alimwambia kwa kumbembeleza ama ameweka sura ya kazi? Kwanza sasa before nikujibu, anauliza tu kwa upole. Unaamini hilo andiko? Mimi naliamini. Naliamini. Kwamba ukiliona jitu halitawadhi, mbona sasa ujue hilo halina shirika na nani? Sikize. Ndio. Nami. Yesu anasema kama utaki nikutawadhe, ona usilika pamoja nami. Asante sana. Yeah. Nakuuliza sasa, wewe unatawadha na mwenzako ama unajifunga mwenyewe? Ndio sasa 5:6 Qur'ani. Sikiliza 5:6 Qur'ani. Kisha sasa malizia palipobaki, nilikuwa nimeacha kipande. Maliza sasa. Tunamaliza, nasema twende. Enyi mliamini, safi, mnaposimama ili mkasali, ndio basi osheni nyuso zenu, safi, na mikono yenu mpaka vifundoni. Mpe tuoshane ama tuoshe? Yesu kwa mujibu wa aya ya Qur'ani inasema tuoshane ama tuoshe? Kwa mujibu wa Qur'an ndio muoze. Tuoshe. Kwa Biblia muozane. Uoshane wapi? We kwa Biblia muoshane. Mpe sasa huyo. Endelea na hilo andiko. Inasema hemu twende. Tatizo anasetiwa kutoka nyuma. Kuna mahali sasa tutampeleka huyo. Hilo andiko twende. Simeoni Petro akamwambia, ndio Bwana, si miguu yangu tu safi, hata ndio na mikono yangu safi, na kichwa changu pia, na kichwa changu pia. Mpe. Simeoni alikataa ama alikubali? Alikubali. Baada ya Yesu kuweka sura ya kazi ama kumbembeleza? Sielewa aje. Wewe kwanza nataka nielewe. Elewa. Anasema sura ya kazi hujui. Baada ya Yesu kumwamrisha afanye hilo ama alimbembeleza? Bado tuko hapo lakini sijui nani alikupasua roho. Maliza basi andiko, anasema ni kutawadhana. Kipande cha mwisho sasa. Sijui nani alikupasua roho. Mpe sasa, maliza kipande cha mwisho. Yesu akawaambia, ndio yeye aliyekwisha kuoga, ama kuogeshana, aliyekwisha kuoga hana haja ila kutawadha. Mpe. Yeye aliyekwisha kuoga ama kuogeshana, kutawadha wapi? Waislamu mkono juu. Anatoka Meru. Si alisema anatoka Meru? Maliza andiko. Namalizia andiko. Namalizia. Ametoka Meru. Kimsachi hiyo utakuta kuna Big G hapo na vipande vya njugu. Hakuna vitu vingi. Sasa hatutaweza kumaliza sana kwa sababu tunajua. Waislamu mkono juu. Waislamu mkono juu. Waislamu. Maana kaka yule pale yule. Namuona. Hebu njoo salimie kaka. Wewe unaangalia nyuma, salimie. Wewe mwenye shati njoo salimie. Wale usio na shida kakangu, salamu tu peke yake. Yaani leo unamuita mtu unamwambia nisalimie, anaona uzito. Huyo akiitwa na dada Jeni atavuka hii barabara bila kuangalia ndugu. Kaitwa na Jeni. Hebu Waislamu mkono juu. Mkono juu Waislamu, mkono juu. Yeye alikwisha kuoga, hana haja ila ya kutawadhana, ya kutawadha. Sijui hata huku kuoga hawa wanaogeshana sijajua. Hebu huyo kaka mwenye nyuma yako kakangu, mpe maiki huyo. Chukua maiki. Halafu Murume utarudi kidogo pande hii ukifanya homework
Kisha hebu mpishe huyo kaka yetu huyo. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Pia nawe. Sauti yako ya kichungaji. Una mpango wa kuwa mchungaji? Mpango? Naweza kuwa mchungaji. Udanganye watu? Mimi sidanganyi watu. Utaeleza ukweli? 56 Yeremia. Yaani wewe unasema kabisa sidanganyi watu. Wewe ukose kudanganya kweli? Sijaelewa. Inasemaje? Ni 6 cha Yeremia inasema. Twende. Wacha aone pia silalamike baadaye. Huyo siku hizi ameacha kulalamika. Yaani akiwa na malalamiki kwa anaendaga porini huko kwenda kulalamika. Kabisa inasema hivi. Ndio. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Rudia tena, hajakupata. Watu wangu safi wamekuwa kondoo waliopotea. Ndio. Wachungaji wao. Wakina nani? Wachungaji wao. Wakina nani? Wachungaji wao. Wamewafanyeje? Wamewapoteza. Mpe. Nasikia sauti yako ya kichungaji, unataka kuwa mchungaji? Ili upoteze watu? Unajua? Sijui. Nakuuliza wewe, ili upoteze watu? Kwa hiyo uko tayari kuwa mchungaji? Niko tayari. Ili upoteze watu? Unajua si wachungaji wote wanapoteza watu. Hapo wametajwa gani? Si wachungaji wote. Hapo wametajwa gani? Wamesema wachungaji. Wachungaji wakitajwa, wewe unaotarajia si utakuwa ndani? Niko ndani. Wazuri wabaya? Wazuri, kuna wazuri wabaya. Lete swali wewe. Swali yangu ni wengi. Yaani siku hizi nimekaa Kenya mpaka Kiswahili kinapotea. Hatari sana kukaa kiambio. Sasa unaitwa nani kwanza, tangaza jina. Brian. Uko na jina moja kama yai? Brian Omari. Omari? Omari huyo? Omari. Kabisa? Naam. Ako hai? Ako hai. Si ndio mimi niko hapa, niko hai. Brian si ndio jina lako? Omari na nani? Ukaangu. Kwa hiyo ndio uko katika hasara? Hasara aje sasa? Wewe? 385 Qur'an. Haya, twende haraka haraka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nasema 385. Naangalia muda, naona ndio unanitupa mkono. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi haitakubaliwa kwake. Twende naye akhira, naye siku ya mwisho atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Mpe sasa. Wewe biashara ushaifanya? Biashara nimejaribu kidogo. Ndio maana ukashindwa? Shindwa? Si ati nimeshindwa, ni pesa. Sasa hiyo pesa huna. Zile kidogo si ulikuwa nazo? Baada ya kupata hasara si ulifunga? Sina swali ya nyongeza. Haya. Lete swali sasa. Tuende kwa swali. Lete. Katika dini ya Kiislamu ndio mtu anastahili kuomba mara 5 kwa siku. Haya, mimi nataka unionyeshe any verse. Muhammad aliwahi omba hizo nini zote 5 kutoka mwanzo mpaka mwisho, kutoka sijui asubuhi saa 7 hivyo mpaka mwisho. Haya, wenyewe yuko. Mwenyewe? Mlete. Hakuna, mlete atoe. Sasa hakuna, mlete atoe. Kama iko mlete. Atuonyeshe mahali Muhammad, kama wewe ulitusomea hapa, kila siku mnatusomea Yesu aliingia sinagogi. Tuonyeshe any verse ama any sura Muhammad aliyeingia msikitini. Yuko mwenyewe anakuja. Sawa. Anakuja kabisa. Okay. Tena akija yeye, weka historia yako kwenye maisha yako, kwamba ushawahi kuzungumza na mtu ambaye si kalamu, kielimu, kiafya, kiuchumi na kila kitu. Huyu hapa huyu. Shukrani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale ambao si Waislamu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Kwanza kabisa nimesimama hapa na nikasema tangu juzi usikuje kwa hii meza kama huna elimu. Usikae kwa meza ukaanza kuuliza habari ya Uislamu na habari ya Qur'an na wewe huna elimu. Kwanza kabla hata hatujajibu swali yake, Qur'ani sio kwa huko unapokawa. Qur'ani sio kuleta habari ya Muhammad. Qur'ani sio kusema Muhammad alikuwa na bibi ngapi. Qur'ani sio kusema Muhammad alikuwa na watoto wangapi. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama Muhammad aliingia msikiti mara 50
ama mara 5. Kuna vitabu ambazo za kando, sera za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani specific, maneno ni ya Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo kama huna swali ya kuuliza kupitia Qur'an, hapa kuna vitabu ngapi vijana? Kuna Qur'an na nini? Na vitabu 2, Qur'ani na Biblia. Kwa hivyo Qur'ani nimekuambia ni maneno ya nani? Nionyeshe any sura inasema Qur'ani inatoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe anasema. Mpe mai. Naona sasa. Hii yote ni ubishi. Qur'ani ni maneno ya Allah. Anasema nionyeshe mahali ambao Qur'ani inatoka kwa Mungu. Yaani unauliza swali ambazo ni za upuzi. Tanzilu min rabbil alamin. Hii Qur'ani imetoka kwa Allah. Aya ziko nyingi. Yasin wal Qur'an. Qur'ani ziko nyingi. Qur'ani iko na aya nyingi. Samir huko tena sana, nipe suratul Kahf 56 Waqia 56 aya 77. 77 inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim. Ndio inasema innahu. Kwanza wewe umekuja umeuliza swali ukapewa jibu, ukabadilisha tena swali kuonesha ubishi wako na ukaidi wako. Afadhali tukae hapa tuwe tunafundisha watu adabu, tutawashikisha ile barabara ya maalima anbishijo. Soma haya. Inasema innahu la Qur'anun karim. Endelea. Inasema fi kitabin maknun. Bila shaka hiki ndio mnachosomewa ni kitabu kilichokusanya kila yanayohitajiwa na chenye heshima. Kilichotolewa katika hicho kitabu kilichohifadhiwa kweli kweli, Lauhul Mahfudh. Hapana akibusaye ila waliotakaswa na mabaya, na uteremsho unatoka kwa Mola wa ulimwengu. Hii Qur'ani inasema mtu ule ako na balance ya rainbow. Unakula sukuma asubuhi, saa 7 unakula viazi, jioni unakula getheri, alafu unakwenda choo unapunguza na karatasi, unabaki na balance. Mungu anasema hii Qur'ani usikuse, wewe ni mchafu. Maya hata ya jana anaka na wa sile huyu madan balon zote. Aya iko wazi. Sasa wewe kataa. Hii Qur'ani ni uteremsho umetoka kwa nani? Kwa Allah. Kwa Allah. Angalia Qur'ani 6 aya 92. 6:92 inasema, nimfundishe sasa. 92 inasema wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqun alladhi bayna yadayhi. Inasema na hii Qur'ani na hii Qur'ani ni kitabu kilichoteremsha chenye baraka nyingi, kinachohakikisha yale yaliyokitangulia, na ili iwaonye watu wa mama wa mji Maka. Unaona sasa kwa nini Allah akasema mama wa mji Maka? Maka ndio mama ya hii mambo jingine yote duniani, kwa sababu Maka ndio center ya dunia. Kwa hivyo kama hamuna swali ya maana, uniambie nifundishe hao watu. Mokoro, umeelewa? Hapo hujaniambia mimi nimesema aje mwalimu? Mpe mic huyo. Nani mwingine ana swali? Basi wacha tufundishe. Hapa si tunafundisha, ukitaka jua, usipotaka 691 hapo. 691 inasema na Mayahudi. Ngoja kidogo. Aliuliza nini huyu? Wapi aya Qur'ani imetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Nikampa aya Qur'ani imetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yeye tena anataka sasa, hapana, sio hiyo. Yaani tuanze kuargue saa zikuishi. You are not of my class. Hapa hizi masiku niko hapa, naona huyo boni ako nyuma kwa pikipiki amekaa, mtatia adabu.
kama mmenyeshewa. Siyaada ina kulengalo. Marka meesha soo fariistaan Qur'aan. Dadkii meesha marayay waxba lama bari karo. Dacwada maxaa loo wadaa? Inay dadka wax fahmaan Soomaa. Meesha inaan muran la nimaano hapana. Sisi hatutaki ubishi. Umeuliza, sasa wewe uliza, hiyo maneno ni ya nani? Kisha ndio tukufafanulie. Yaani unaenda polepole, sio unakuja hapo na roho chafu na mambo ambayo haikubaliki. Biblia yenyewe imekataa. Tito 3:9. Tito 3:9. Niko hapo mwalimu wangu. Safi. Tito 3:9. Sikiza Biblia inasemaje? Inasema lakini maswali ya upuzi kama ya huyu ujiepushe nayo. Jiepushe naye. Na nasaba na magomvi na mashindano ya sheria. Hatuko kwa mashindano hapa. Hapa hakuna Arsenal na Manchester. Maliza. Kwa kuwa hayana faida. Angalia, Biblia yake yenyewe inasema usilete maneno ya upuzi. Haina faida. Maliza. Tena hayana maana hiyo maneno. Mtu aliye mzushi kama wewe, usijui Brian Omari, ni uongo tu ataitu Omari ya kujibandikiza. Soma. Mtu aliye mzushi baada ya kumuonya mara ya kwanza, niliwaonya juzi na mara ya pili nikawaonya jana, basi mkatae. Na sasa leo icheza tunakataa. Kama hamuna swali ya sawasawa, ondokeni. Uliza swali yako straight. Kama unataka ya Qur'an, uliza ya Qur'an. Kama unataka ya Biblia, uliza ya Biblia. Usikuja kusema hapa, unajua hadithi inasema na hujabeba kitabu ya hadithi. Una swali lingine? Nisomee Qur'an 4:157. Aya. Qur'an sura 4 aya 157. Wa qawlihim inna qatalna Masih Isa ibn Maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu. Inasema na kwa ajili ya kusema kwao, ndio sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu, ndio mtume wa Mungu. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Endelea. Inazidi kusema na kwa hakika wale waliokhtilafiana katika hayo ya kumuua Nabii Isa wamo katika shaka nalo. Jambo hilo la kusema kauawa, wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili la kuwa kweli wamemuua Nabii Isa yaqina, isipokuwa wanafuata dhanna tu. Endelea. Na kwa yakini hawakumuua. Anayo haya, umesomea vizuri. Haya, kulingana na hiyo aya unaikubali? Hiyo aya unaikubali ni sahihi? Mimi ni dini gani? Ni Muislamu. Mimi nasoma kitabu gani? Qur'ani. Kwa hivyo mimi naamini nini? Qur'ani. So niongezee Qur'ani 1933. Haya, soma Qur'an 1933. Amani iko juu yangu siku niliyozaliwa, siku nitakayofufuliwa na siku nitakayokuwa hai. Wasalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma yub'athu hayya. Inasema na amani. Hii ni tabu. Yaani sisi wa Somali tulifundishwa Kiswahili na hawa, tena leo sisi ndio tunakuja tunawafundisha Kiswahili na lugha yao. Ni balai. Inna lillahi. Hata mimi nilipotoka huko nilikuja, mama yangu alikuwa na mfanyakazi. Akaamba anamuita mfanyakazi na yeye akuja hapa, anakuja. Mimi nakwenda suka, kama mimi narudi nakuta wewe kushachemsha matoto, kushaosha viazi. Na saa hii mama yangu Kiswahili umshindi. Soma haya. Inasema mwalimu wangu, na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Sasa mwalimu, mbona kitabu kimoja kikinzane? Tukubali gani na tufuate gani na tuache gani? Inasemaje? Hii anasema iko siku hata 1933. Wacha niseme nisome nisikuwe ninasema vitu zangu. Haya, naamini iko juu yangu
siku niliyozaliwa. Naamini. Amani iko juu yangu. Siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Kwa hivyo iko siku atafa. Asante. Mimi nakuuliza hivi. Nikisema mimi nilikuwa town ni wakati gani? Wakati uliopita. Mimi nitakwenda town ni wakati gani? Yaani unatabiri ujao. Nikisema mimi naenda town saa ngapi? Saa hii unaenda town. Rudia andiko huyo. Amani iko juu yangu. Amani iko juu yangu, Yesu anasema. Siku niliyozaliwa, siku aliyozaliwa Yesu na siku aliyozaliwa Yesu, amani alizaliwa kwa amani. Na siku nitakayokufa, na hiyo ishapita hiyo. Sasa siku nitakayokufa, wakati ujao tayari bado tayari bado. Na siku hiyo atakayokufa atakufa kwa nini? Kwa amani. Hatakufa kwa tabu ya msalaba na balaa na Eloi Eloi. Atatolewa roho taratibu, pole pole, maana kila mwanadamu lazima akufe. Siku hiyo Yesu anasema atakufa siku gani? Suratul Zumar aya 68. Suratul Zumar. Mnakuja msome vizuri, mnakuja tu na ubishi. Inapingana. Alafu turudi ile 157. Suratul Zumar yani 39, 38. 39 68 nasema hivi mwalimu wangu. Wanufika fisu. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Na litapigwa baragumu watoke roho watu waliomo mbinguni na waliomo ardhini. Mpe mai. Siku hiyo watu watatoka roho, wale wako wapi? Mbinguni. Na wale wako wapi? Ardhini. Yesu alisema siku atakayokufa. Siku ya amani. Anasema siku ambayo. Hebu mpe huyo akusomee aya ile ulitoa. Usomee Qur'ani 157 mpaka 158 aelewe vizuri. Hiyo 19. 457 58. 457 58. Mimi sina tabu. Tunafundishana hapa. Inasema hivi mwalimu wangu. Sasa hata huyu madani wa mashaallah ile barabara. Sasa twende. Na kwa ajili ya kusema kwao, maliza, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu, mtume wa Mungu. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Na kwa hakika wale waliokhitilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa wamo katika shaka nalo. Jambo hilo la kusema kauawa, wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili na kuwa kweli wamemuua Nabii Isa, isipokuwa wanafuata dhanna tu, na kwa yakini hawakufanyaje? Hawakumuua. Hebu mpe mai. Qur'ani inasema kwa yakini Yesu hawakumuua. Mpe aendelee. Kama hawakumuua Yesu alifanyaje? Bali Mwenyezi Mungu aliyemnyanyua kwake. Mpe mai. Yesu alinyanyuliwa kwa Mungu kabla hajafanya nini? Hajakufa. Kwa hivyo kabla hajakufa Yesu alisema siku nitakayo watatoka roho wale wa duniani na wapi? Unajua mwalimu, mpe huyo mwingine ana swali. Wacha nifanye operation hii aya kwanza. Qur'ani iko wazi. The Quran is perfect. Kwa nini niseme hii? Nisikilizeni vizuri. Allah anasema kwa ajili ya kusema kwao sisi tulimuua Masihi Isa ibn Maryam, mtume wa Allah. Wale waliosema walimuua Isa Masihi, mtume wa Allah, Allah anasema hawakumuua wala hawakumsulubu. They did not kill him and they did not crucify him. What comes first? They did not kill him, death, and second, crucifixion. The Quran, Allah anasema musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrat. The Quran has come to fulfill what was there before it in the Torah. Kwa hivyo Allah anajua
kusema ya kwamba hawa hawakumuua wala hawakumsulubu. Sasa tunakuja, we are coming to the law of the cross. Tunakuja kwa sheria ya msalaba. Nini sheria ya msalaba kulingana na Taurati ya Musa? What is the law of the cross according to the laws of Moses in the Bible? 21, 22, Kumbukumbu la Taurati. Kumbukumbu la Taurati. Nyinyi wote mpaka Abuja, chukueni kalamu na karatasi, mko kwa darasa bila school fees. 20 na ngapi mwalimu wangu? 21, 22. Inasema hivi mwalimu wangu. 22 inasema hivi. Akiwa mtu ametenda dhambi. Kwanza ikiwa mtu ametenda dhambi. Kwa hivyo kwanza huyo mtu lazima awe ametenda dhambi. Lazima atakuwa amefanya dhambi kubwa. Maliza. Ipasayo kufa. Na hiyo dhambi kwanza ni pasayo kufa. Lazima auawe. Afanywe nini? Akauawa. Kisha akauawa. Nawe ukamtundika juu ya mti, ukamsulubisha. Kwa hivyo somebody must go to the cross not alive. He must go there as a dead man. Ndio Allah anasema lazima akwende msalabani akiwa yeye amefanyaje? Amekufa. Ndio Allah anasema hawakumuua wala hawakumsulubu. Kwa hivyo sheria ya msalaba kwanza yeye auawe, kisha afanyweje? Awekwe msalabani. Yoshua ibn Nun, Yoshua mwanafunzi wa Musa, alipata wafalme 4 wamefanya ufisadi katika ardhi, wamefanya mabaya katika ardhi. Yoshua akakwenda mlimani kwa Mungu, akamuuliza Mungu, hao wafalme wamefanya maasi na wanastahili kufa, nifanyaje? Mungu akamwambia Yoshua, fanya kama Taurati inavyosema, kwanza hao wafalme wauawe, kisha wasulubiwe. Yoshua 10:26. Unasoma vitabu tu hapa nakuja Qurani balai. 10 ngapi mwalimu wangu? 10:26. 10:26 inasema hivi mwalimu wangu. 26 inasema katika kitabu cha Yoshua, baadaye Yoshua akawapiga wale wafalme 4 na kuwaua, na akawaua wote 4, akawatundika katika mti mitano, akawasulubisha katika miti 5. Wafalme 5 kwanza waliuawa, kisha akafanyaje? Sasa nini amri gani ya Mungu ambaye inakuja inasema Yesu aende msalabani aliye Eloi Eloi lama sabachthani? Amri gani inasema Yesu aende msalabani akiwa hai? Swali nitauliza na ule atanijibu, nitamfuata kanisani. La pili, ukinijibu hiyo swali 10,000 cash juu ya meza. Chukua Biblia, nipe Yohana 7:25. Yohana ngapi mwalimu wangu? 7:25. Yohana 7:25. Dadka sasa udegeyste iyagana meesha aan u fadhiyan sabuurada noo noqday. What is this? We are not people who are out of their mind. Twende. Inasema mwalimu wangu. Basi baadhi ya watu wa Yerusalemu wakasema, je, huyu siye wanayemtafuta ili wamuue? Baadhi ya watu wa Yerusalemu wakasema, huyu hapa Yesu. Anachukua mfano mpaka mfundisho kwa mfano. Watu wanamuona live, wanasema huyu ndiye anatafuta, wafanyaje? Auawe. Kwa hivyo wakimshika watafanyaje? Tamuua. Teremka 30 inasema hivi mwalimu wangu. Simama hapo tu. Basi wakatafuta kumkamata Yesu ili wafanyaje? Lakini hakuna mtu aliyeunyoosha mkono wake kufanyaje? Ili kumshika. Hakuna mtu alinyoosha mkono hata mara moja kumshika huyu Yesu, na ako hapo live. Endelea 33. 30 ngapi mwalimu wangu? Hapo tu. Tunaenda kusababia time. Inasema basi Yesu akasema. Yesu akawaambia, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Nyinyi bado kitambo kidogo niko pamoja nanyi. Kisha naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Mtanitafuta wala
wala hamtaniona. Yesu muongo? Yesu anaongea uongo hapa? Mtu ako hapa live anawaambia kabisa, mtanitafuta, mnataka kunisulubisha na hamtaniona. Mayahudi na wale kina Abu Jahal wakasimama wakaanza kuongeleshana. Aliza haya, nami nilipo nyinyi hamwezi kuja, na kule mimi naenda, kule mimi nitakuwa, nyinyi hamwezi kuja, kwa sababu mimi ni wa mbinguni na nyinyi ni wa hapa, na I'm leaving you here and he's going up while he is alive. Maliza haya. Inasema basi Wayahudi wakasemezana. Wayahudi wakashangaa, wanataka kumshika wamuue. Huyu atakwenda wapi? Huyu Yesu anasema hivi, atakwenda wapi? Hata sisi tusimuone. Ati atakwenda kwa utawanyiko wa Yunani. Ataenda utawanyiko wa Yunani, atajificha huko? Hapana. Na kuwafundisha wa Yunani? Na kuwafundisha wa Yunani. Huyu ni neno gani hilo analolisema? Mtanitafuta wala hamtaniona. Akakimbia wakarudi kwa wadosi, wakasema yule jamaa ile amesema ni noma, anaenda mbinguni, hatuwezi kumkamata. Enda 45 anasema basi wale watumishi wakawaendea wakuu na makuhani. Wale watumishi wakaendea wakuu wa makuhani, wale waliomtuma, na Mafarisayo wale wanataka kumuua Yesu. Naye wakawaambia Mafarisayo, mbona hamkumleta? Wakasema, mbona hamjamleta? Nyinyi si tumewatuma kazi. Wakasemaje? Wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Hajanena kamwe kama huyu Yesu anavyosema. Anaenda huko kabla hajakwambia mshika, na hakuna mtu atamshika. Wale wadosi wakaulizana tena. Maliza. Inasema hivi. Basi Mafarisayo wakawajibu. Wakafarisayo wakajibu wale maaskari, je, hata nyinyi nanyi mmedanganyika? Mtaki kumshika? Wakamwambia, huyo mtu ni noma, kabla tumshike ashago. Sasa nani alimtoa Yesu mbinguni akamleta hapa akamweka kwa msalaba? Hakuna Yesu. Allah anasema katika Qur'an. Rudi sasa. Nataka niwaambie kitu moja, na swali langu nataka Pastor, Papa, Right Reverend alifundishe. Marko, kitabu cha Marko 15 anza 16. Marko 15:16. Naomba hiyo fimbo. Kamende. Inasema mwalimu wangu 15:16 nasema. Wewe bado ni Yesu. Usiende. Nao askari wakamchukua ndani ya behewa, wakamshika Yesu wakampeleka ndani ya behewa. Ndiyo praetorio. Inasema praetorio, yani nyumba ya uliwali. Wakakusanyika pamoja kikosi kizima. Wakasemaje? Wakamvika vazi la rangi ya zambarau. Huyu ni Yesu. Wakasokota taji ya miiba, wakamvika kichwani, wakamtia kichwani. Huyu Yesu. Wakaanza kumsalimu. Salamu, mfalme wa Wayahudi. Wakampiga mwanzi wa kichwa, wakamtemea mate. Mungu wako anatemea mate, anapigwa hapa. Endelea. Wakapiga magoti, wakamsujudia Yesu. Hata wakiisha kumdhihaki, walipokwisha kumdhihaki na mateso, wakamvua lile vazi la rangi ya zambarau, wakamvika vazi lake mwenyewe, wakamvika mavazi yake mwenyewe, vazi yake mwenyewe Yesu. Wakamchukua nje ili wamsulubishe. Shika msalaba. Wakamchukua Yesu na msalaba wake, wakamtoa nje ya Praetorio ili wamsulubishe. Elewa Kiswahili. Maliza aya. Inasema wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita. Moja kijana moja njoo. Wakamshurutisha huyu Simeoni, baba ya Iskanda na Rufo. Wakamshurutisha, angalia sasa, ili aubebe msalaba wa Yesu. Shika hapa. Nani ana msalaba sasa? Yesu ama Simeon? Simeon. Elewa Kiswahili. Wakawaleta, wanaleta wangapi? Wawili. Ngoja kidogo. Wakamleta mmoja mwenye msalaba. Nani? Soma sasa.
Inasema wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashamba, Simeoni Mkerene, baba yao Iskanda na Rufo, ili auchukue msalaba wake. Wakamleta mpaka mahali paitwapo, wakamleta mmoja, wakawaleta wawili. They brought him, how many? One, the man with the cross. Bakarehe mudo ore aenda mudo arapa. Tima kamarehe bere asha. Bakemorehe oyo ewika. Wakamleta huyu mmoja mwenye msalaba, ndio wakampeleka fuvu la kichwa huko, wakamsulubisha, wakasema huyu Yesu alienda wapi? Kama wange, mimi naomba andiko moja kutoka Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, hata kama ni kwa gazeti, wapi Simeoni Mkerene alirudishia Yesu msalaba wake? Ukinipa hiyo andiko unanipeleka kanisani. Unaleta kelele tu hapa. Qur'ani inaendelea. Hebu enda kwa Qur'ani 157. Hiyo aya ya Qur'ani ndio tunaipiga operation. 157 inasema hivi, mwalimu wangu. Msinikasirikie, mimi naongeaga hivyo. Na ile natoa maandiko hata huko. Nikiongea na wazungu Roho Mtakatifu wanapanda. Ama namna gani Kaminde? Safi. Haya. Sawa. Twende. 157 inasema, endelea sasa. Na kwa ajili ya kusema kwao, sisi tulimuua Masihi, tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu, mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishia mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Maliza. Na kwa hakika wale waliokhtilafiana katika hayo, ya kumuua Nabii Isa, ya kumuua Yesu, wamo katika shaka nalo jambo hilo. Muko na shaka kabisa nayo. Lao la kusema muko na shaka. Shaka gani? Yesu mwenyewe anawashangaa. 24:13 Luka. 20 ngapi mwalimu wangu? 24:13. Afadhali wewe unaandika maandiko, unaenda nyumbani unasoma, badala ya kubishana hapa na watu hawana mbele hawana nyuma. 24:23. Ndio, 24:13. 13 inasema hivi mwalimu wangu, ni kwako. Sikizeni maneno vizuri. Soma. Inasema 13 inasema, natazama siku ile watu wawili miongoni mwao walikuwa ile wanasema Yesu msalabani, watu wawili walikuwa wanatembea pamoja, wanatoka Yerusalemu. Maliza haya. Wakienda kijiji kimoja. Walikuwa wanaenda kijiji kimoja, Pepelu, Okolo, Tatala, wanapiga stori zao, wanapiga futi. Jina lake Emau. Jina lake hiyo ilikuwa ni Emau, wanaenda. Kilichokuwa mbali na Yerusalemu. Endelea. Kama mwendo wa saa 2. Ilikuwa kama mwendo wa 2 hours, maana wanaenda by foot. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari ya namna mambo hayo yote yaliyotukia. Walikuwa wanaongea nao. Unajua gajo. Tulimwacha Yesu msalabani jo. Wanakwenda Emau, wako pamoja. Walimnyorosha huko fuvu la kichwa wanapiga story Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, wanaulizana wao kwa wao, Yesu huyu hapo mwenyewe alikaribia. Yesu akamkaribia. Huyu ametoka wapi na ulimwacha msalabani? Ni mnacheza na Qur'ani bana. Where did he come from when they left him in Jerusalem? Yesu mwenyewe anashangaa. Yesu akawaulizaje? Inasema nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia. Yesu akakaribia nao, akaandamana nao, akaanza kupiga stori na sisi. Nani walimwacha huko Yerusalemu msalabani analia Eloi Eloi? Ni nani yako na Yesu hapa? Ako na wanafunzi. Twende. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Wakafumbwa. Yohana anasema walakin shubbiha. Macho yao yakafumbwa wasimtambue Yesu. Maliza. Akawaambia. Yesu mwenyewe akashangaa na wauliza, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Ninyi ni aje? Mbona mnakuwa mafala? Mnaongea nini? Yesu mnamwacha Yerusalemu, ndio mimi hapa. Qur'ani iko wazi. Qur'ani
157 inasema na kwa hakika wale waliokhtilafiana katika hayo ya kumuua Nabii Isa wako na badilisha bado fiana katika hayo ya kumuua Nabii Isa, wamo katika shaka nalo jambo hilo. I'm just putting the Quran where it is. Quran inasema wale wanasema Yesu aliuawa wako na shaka, hawana uhakika. Ukienda leo mlimani huko kwa koti, alafu uende na statement mbili tofauti, unawekwa ndani kwanza. Ama namna gani Masai? Unawekwa. Sasa wao wananiambia Yesu alikufa akafufuka kwa ajili ya dhambi yangu. Wewe chukua kitabu cha Mathayo 28:1. 28:1 inasema hivi mwalimu wangu. Inasemaje? Hata sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene, huyu ni mmoja huyu, tunasema tu si mwanamke mfano, lakini Mariamu Magdalena akakwenda kaburini kuangalia kaburi ya Yesu kama Yesu yuko. Mathayo anasema alienda kaburini ili kulete ushuhuda. Mtu ngapi? Moja. Marko unasemaje? Marko 16:1. 16 inasema hivi mwalimu wangu. Qur'ani inasema kweli. Walladhina ikhtalafu, wale ambao walitarafiana katika hii jambo hawana hakika nao. Wama qataluhu yaqina. Allah kwa wazi kabisa. God is absolutely right, my friend. I'm just giving, nawapatia ile, unajua hapa mmezoea ubishi. Ingia kwenye TikTok, ingia kwenye YouTube, ingia kwenye Facebook, yote andika Sheikh Ibrahim Kenya. Napambana na wale ambao waliwaletea hii dini ya Ukristo. Najua mkiona wazungu mnaonaga mmeona familia ya Mungu. Mimi nawanyoroshaka. Kwende Akalilesa. Inasema hata sabato ilikwisha kupita. Hata sabato ilipokwisha kupita. Unasoma Marko? Nasoma Marko mwalimu yangu 16:1. Twende. Inasema hata sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene, huyo Mariamu Magdalene, na Mariamu mamaye Yakobo, na nani mwingine? Na Salome. Marko anasema walikwenda kaburini wangapi? Mathayo anasema alienda kaburini ngapi? Yohana ni ngapi walienda huko? Yohana 20:1. 20:1 inasema hivi mwalimu wangu. Mathayo anasema Mariamu. Marko anasema watatu. Yohana unasemaje? Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene ndio alikwenda kaburini alfajiri. Mariamu Magdalene, hiyo ni Yohana. Mariamu Magdalene alikwenda kaburini akiwa peke yake. 28:1. Mathayo. Mathayo walikuwa wawili. Wanasoma nusu. Soma vile inaingia game shot. So unajua jerer maana mali akili lihsa. Moja. Simama. We are not abusing. Ours is to give the facts. Now, Allah says, وَقُلِ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Say the truth of God. Anyone who wants to believe, let him believe. وَقُلِ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ. Mondore arenda gwetekia ni agwetekia. Mondore akirenda gwetekia ni horoshe ni wake. Kana kio kwa mama safi kabisa. Twende. Mathayo 28:1. Aya kibandi hiyo telefoni kile yeka aliga cheka ila Nairobi anatahamisha. Twende. 20:1 inasema hivi mwalimu wangu. Hata sabato ilipokwisha. 28:1. Niko hapo mwalimu wangu. Haya. 28:1 inasema hata sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma. Ndio. Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walienda wapi? Walikwenda kulitazama kaburi. Roho Mtakatifu ni moja ama ni kumi? Roho Mtakatifu aliyemfunulia Mathayo ndio alimfunulia Marko, na Roho Mtakatifu aliyemfunulia Marko kwa imani yao ndio yule alimfunulia Yohana. Yohana anasemaje? 20:1. Yohana 20:1. We want to believe if Jesus really died and he was in the grave.
bring two statements, different statements, then you are a false man. You're supposed to be under the bus or behind the bus in proper English. Orosho wa maheni motige. Ole oramenya Yesu ni akuire tondo aidwe akuire tondo wa ndoi. Ora no yote uongo tu. The hoax. Wanaenda kusherehekea ati Good Friday, Easter Monday. Never. Soma 21 Yohana inasema, ndio, hata siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalene, siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalene peke yake alienda wapi? Alisema alikwenda kaburini alfajiri. Ngoja kidogo. Mathayo anasema ni wangapi? Wawili. Marko anasema wangapi? Watatu. Yohana anasema ngapi? Mmoja. Qur'ani inasema wale wanasema amekufa wako na shaka na ikhtilafu ndani yake. Hii sio ikhtilafu ama ni ikhtilafu? Luka unasemaje? Luka anasema Roho Mtakatifu alikuja lakini sina hesabu. 24:1 Luka. 24:1 inasema hivi mwalimu wangu. Ndio baba. Inasema hata siku ya kwanza ya juma. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza pambazuka, walikwenda kaburini. Walikwenda kaburini wangapi? Walikwenda wangapi? Qur'ani inasema hii yote maneno wanafuata shaka tu ni bure. Kwanza, kwa nini walitaka kumuua Yesu? Naomba hao Wakristo wote mpaka ule Abu Jahal Joseph, sikiza maneno vizuri. Kitabu inaitwa The History of Jesus by Alexandra Kaveri in the year 1879. The reason they wanted to kill Jesus. Why? Wale Wayahudi, the Jews, they expected Jesus when he came and performed miracles. Walifikiria Yesu alipokuja na ile miujiza anafanya atawaokoa hawa, atawalinda hawa kutokana na hawa Warumi na kina Herode. Sasa hawa hawakuwa Wayahudi, hawakuwa na haja na mambo ya mbinguni, walikuwa na haja na mambo ya kitaifa na ardhi yao. Ndipo wakakaa chini, wanakuja kwa Yesu, wanamwambia Yesu, tuokoe. Yesu anasema mimi si wa ulimwengu huu, siongei habari ya dunia hii, naongea habari ya the hereafter. Ndipo ukaona Yesu akazijua dhamira zao. Katika Biblia kila mahali Yesu anawataja enyi wanafiki, kuanzia Mathayo 24:13 mpaka 23. Enyi wanafiki, enyi wanafiki, enyi wanafiki, enyi wanafiki, enyi Masadukayo, enyi Mafarisayo, enyi manini, enyi manafiki. Yesu anawaita wanafiki, wacheni unafiki, tuongee habari ya mbinguni. Ndipo wakakaa chini kikao, wakatafuta kumuua Yesu. Kwa nini? 18:14 Luka, Yohana 18:14 Yohana. Wao wanasema Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, because of our sins. Haleluya! Uongo. Sijui ni kitabu gani wanasoma. Soma hiyo aya 17 Idrisa kwa 17:14 kitabu cha Yohana mwalimu wangu. 18:14 Yohana. Niko hapo mwalimu wangu. Basta kidogo. Niko hapo mwalimu wangu. 14 nasema hivi mwalimu wangu. Sikia maandiko vizuri. Unasoma Biblia, Quran? Biblia mwalimu wangu. You don't read that verse in the Bible, in the church. They will never read for you. Soma hiyo aya. Inasema 18:14. Naye Kayafa ndiye yule aliwapa Wayahudi lile shauri. Ndipo Kayafa akakaa pamoja na Mayahudi akawapa ushauri ya kwamba yafaa mtu mmoja huyu Yesu afe kwa ajili ya watu. Kwa ajili ya watu. Maliza haya. Wakamfuata Yesu. Unaona? Wakamfuata Yesu kwenda kutaka kumuua, na kumbe Yesu Mungu anampa miujiza.
Kwa hivyo aliyetaka Yesu akufe, the one who wanted Jesus to die because of the people, is it God or is Caesar? Ni Mungu ama ni Kayafa? That is why Jesus said unto you, give Caesar what's unto Caesar. Wanasoma kitabu gani? Baada nimrudishe mwalimu wa ndio wewe utawezana na hawa unajua, unawaambia hii ni green, wanakwambia hapana, hii ni blue. Unawaambia ni green, anasema hapana, hii ni blue. Naelewa swali langu. Wapi Simeon Mikirene alirudishia Yesu msalaba? Wakitoa hiyo andiko 10,000 kwa meza na mimi nakuwa Mkristo. Sijui mmenielewa? Nimeuliza nini? Hawasikii swali. What did I ask? Wapi Simeon Mikirene alirudishia Yesu msalaba? Sitaki statement, nataka andiko. Nimeuliza nini? Wakumbushe pastor. Uelewe. Elewa. Naelewa pole pole. Unajua hapo mbele ya macho. Wengi wanatesa sasa ufikirina. Mashaallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.